Baba yangu, ninakutukuza asubuhi ya leo. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa upendo, asante kwa kunithamini, asante tena kwa kunipa kibali. Asante kwa ajili ya msikilizaji wangu ambaye ananifuatilia kupitia maombi ya asubuhi. Asante Roho Mtakatifu kwa upendo mkuu. Umetupenda kuliko kawaida Bwana. Macho yetu yanakuinua asubuhi ya leo, mioyo yetu imenyenyekea mbele zako. Roho Mtakatifu, tukishuka na kunyenyekea mbele zako. Baba yangu wa mbinguni, sisi ni wakosaji mbele zako, ndio maana tuko hapa wanao, tuko hapa watoto wako. Tumeshuka mbele zako Yesu, tukiomba rehema zako, tukiomba rehema zako Baba. Imeandikwa katika kitabu kile cha Isaya sura ya 1 na mstari wa 19 ya kwamba dhambi zenu zitapokuwa nyekundu kama bendera, tazisafisha zitakuwa nyeupe kama theluji. Mungu uliye hai, wanao tumeshuka mbele zako sawa sawa na rehema zako. Tunaomba ututakase Bwana asubuhi ya leo. Uturehemu wanao sawa sawa na fadhili zako. Turehemu watoto wako sawa sawa na wingi wa ukuu wako, katika jina la Yesu Kristo. Romo shanda ramakuri risa ramata rabashaka mandorukuri amasike. Baba, kila mmoja ameinama mbele zako, anakuinulia wewe Bwana mikono yake, akianguka magotini pako Yesu, kwenye kiti chako cha rehema. Mungu uliye hai, wewe ni Mungu wa kurehemu, wewe ni Mungu wa kurehemu, wewe ni Mungu wa kurehemu, wewe ni Mungu wa kurehemu. Turehemu tena watoto wako, tumenyenyekea mbele zako, hatuna Mungu mwingine, ni wewe tu Bwana wa kutusaidia. Rusa karamanda rabaka. Kila mmoja aanze kutamka maneno ya rehema. Mwambie Baba akusamehe, mwambie Baba akusamehe, mwambie Baba akutakase, mwambie Baba akutakase. In the mighty name of Jesus. Ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu, ita damu ya utakaso, ita damu ya utakaso, ita damu ya utakaso. Risa kataraba randa ramandara risa taraba kuria risa ndaramando roko shanda ramakuria ria baba risa tarama kuri bashaka. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Asubuhi ya leo anza kumwambia Bwana, anza kumwambia Bwana, anza kumwambia Bwana. Mwambie Bwana, na kuhitaji kwa mara nyingine, na kuhitaji tena, na kuhitaji Bwana zaidi ya nilivyokuwa kukuhitaji. Mwambie Yesu, na kuhitaji tena. Wewe ndio msaada wangu, wewe ndio baba yangu, wewe ndio kimbilio langu. Anza kutamka, mwambie Roho Mtakatifu, na kuhitaji peke yako, na kuhitaji peke yako. Baba, tunakuhitaji, maana wewe ndio msaada wetu, hatuna pahali pengine pa kukimbilia. Tumekuja kwako Bwana, tunahitaji msaada wako, msaada wa kutusaidia wakati wa mahitaji, msaada wa kutubeba wakati wa shida, msaada wa kutusaidia Baba. Tushike kwa mkono wako, tushike kwa mkono wako Baba. Hii ni siku mpya, tunahitaji tushike. Rikanda ramanda rababakariabasa randa ramando rokoria risanta ramakosha rabababababa rikatarabashaka. Baba, nishike kwa mkono wako, nishike kwa mkono wako. Kila mmoja atamka, mwambie Baba, naomba unishike, naomba unishike, naomba unishike. Peke yangu siwezi Bwana, peke yangu siwezi Bwana. Wakati naomba, ninaona mama huyu analia, ninaona baba huyu ameteseka, ninaona huyu binti analia. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, sina kunishika, ni wewe tu wa kunisaidia. Rika baba oreseterere. Ninaona Bwana akileta msaada kwenye maisha yako. Sijajua umelia kwa miaka mingapi, na sijajua umelia kwa muda gani. Mwambie Baba, naomba ulete msaada kwenye maisha yangu, peke yangu siwezi Bwana, naomba ulete msaada. Omba msaada, omba msaada, omba msaada. Rere serere.
Ninaona una kilio, ninaonyeshwa kilio katika ulimwengu wa roho. Ninaona umelia kwa miaka mingi, naona umelia kwa muda mrefu. Mwambie Baba, nahitaji msaada asubuhi ya leo, msaada wa kunisaidia, msaada wa kunisaidia, msaada wa kunisaidia, msaada wa kunibeba. Orika baba mandara baba shataraba koria risataraba karamanda risatararara. Baba tupe msaada, Baba tupe msaada. Hatuna Mungu mwingine wa kutusaidia, ni wewe Bwana msaada wetu, ni wewe Bwana msaada wetu. Asubuhi ya leo, asubuhi ya leo tunahitaji msaada. Risandara kuribasaka makuria baba. Wakati naomba nasikia Mungu ananiambia, umekuwa unapitia mahali unahitaji msaada, unahitaji kumwona Yesu akitenda kazi, unahitaji kumwona Yesu akijibu kilio chako, unahitaji kumwona Yesu akikufungua, unahitaji kumwona Yesu akikuponya, akikutoa kwenye huo ugonjwa, unahitaji kumwona Yesu akifungua tumbo lako la uzazi, unahitaji kumwona Yesu akikupa kazi, akifungua kazi, unahitaji kumwona Yesu akikutondoa kwenye kufilisika, akikutoa kwenye madeni, akikutoa kwenye taabu, akitoa kwenye mateso ya miaka mingi. Kuna namba kwenye skrini yako. Wakati unaendelea kuomba, chukua hiyo namba kwa skrini yako. Hiyo namba moja ni ya WhatsApp. Natuma ujumbe wako, mwambie Baba, niambie kwamba Baba, ninapita hapa, nahitaji unisaidie, nahitaji unishike kwa mkono. Tutaomba na mbingu zitaenda kufunguka. Na inawezekana saa hii unasikia ndani yako una mzigo mkubwa sana, na huo mzigo unatamani usimame na dhabihu, usimame na sadaka, unasimame mwambie Baba, naomba unitoe mzigo huu. Kamata hiyo namba ya Vodacom, iko hapo kwa skrini yako, iandike napanda sadaka. Kuna kitu kinaenda kutokea asubuhi ya leo. Naisikia sauti ya Mungu ya kwamba asubuhi ya leo anaenda kukutoa kwenye mateso. Nasikia Bwana ananiambia anaenda kutoa kwenye mateso, anaenda kutoa kwenye shida, anaenda kutoa kwenye taabu, anaenda kutoa kwenye taabu. Baba, kutoe taabuni. Arika mando rokota resa tarabakari randa rababa sataraba kushatarababa masataramakori basika eke amanda rokoshanda ramando kori basika. Bwana ananipa neema asubuhi ya leo. Naisikia sauti kubwa sana ya Bwana kutimiza mambo, Bwana kutimiza ndoto zako, Bwana kutimiza hatima, Bwana kutimiza kilio, Bwana kutimiza ndoto zako, Bwana kutimiza, Bwana kutimizie, Bwana akutimizie ndoto zako. Zaburi ya 138 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 8. Biblia inasema, nitamshukuru kwa moyo wangu wote mbele za miungu, nitaimbia zaburi, nitakusujudu nikikabili hekalu lako takatifu, nitalishukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako, kwa maana umeikuza ahadi yako kuliko jina lako lote. Siku ile niliyokuita ulinitikia, ukanifariji nafsi kwa kunitia nguvu. Biblia nasema, Bwana, wafalme wote wa dunia watakushukuru watakapoyasikia maneno ya kinywa chako. Naam, wataziimba njia za Bwana, kwa maana utukufu wa Bwana ni mkuu. Ingawa Bwana yuko juu, amuona mnyenyekevu, naye amjua mwenye kujivuna kutokea mbali. Anasema, nijapokwenda kati ya shida, utaniuisha, utanyosha mkono juu ya hasira ya adui zangu, na mkono wako wa kuume utaniokoa. Mstari wa 8 anasema, Bwana atanitimizia mambo yangu. Bwana, fadhili zako ni za milele, usiziache kazi za mikono yako. Neno langu la msingi liko hapa. Anasema Bwana atanitimizia mambo yangu. Bwana, fadhili zako ni za milele, usiziache kazi za mikono yako. Unaona sasa? Tunatamani kumwona Mungu akitimiza mambo yako. Tunatamani kumwona Mungu akitimiza ndoto yako. Tunatamani kumwona Mungu akikutimizia haja ya moyo wako. Na asubuhi ya leo ninatamani Bwana akutimizie. Sijajua una haja gani.
Na kama una haja yako, basi ninaomba asubuhi ya leo chukua hatua. Chukua karatasi yako, andika hizo haja zako ambazo natamani Mungu azitimize, na asubuhi ya leo nitakwenda kuomba na Mungu atatimiza haja ya moyo wako. Mimi sijajua haja yako ni nini, sijajua umepitia wapi, sijajua umehangaika na nini, lakini Mungu anajua haja kutoka ndani ya moyo wako. Na Mungu ananiambia asubuhi ya leo atatimiza haja zako. Kwa hiyo popote pale ulipo, andika hizo haja, lakini pia unganisha pamoja na sadaka yako ya kutoka kule ndani ya moyo wako. Na ukiunganisha ile sadaka kutoka ndani na ukaunganisha ile haja yako, kuna kitu Mungu atafanya au utaamini kabisa. Kwa hiyo saa hii andika, na wakati unaandika utakuja kurudia maombi haya na au stopisha hapo, ili tuweze kuombea hizo haja zako na Bwana aweze kuzitimiza katika jina la Yesu. Najua umeshaandika haja zako tayari na umekamata sadaka kwa mkono wako. Ninaomba inua karatasi hiyo kwa mkono wa kuume pamoja na sadaka yako na nifuatishe maombi haya. Sema: Mungu uliye hai, katika jina la Yesu, nimekuja kwako kama mtoto wako, sawa sawa na maneno ya mtumishi wako Daudi. Daudi ulimsimamisha, na Daudi akasema, hakika nimeuona wokovu wako na nimeona nguvu zako. Daudi akasema, nijapokwenda katika shida, utaniuisha. Utanyosha mkono wako juu ya hasira ya adui zangu, na mkono wako wa kuume utaniokoa. Daudi anasema ya kwamba neno hili ni thabiti. Bwana atatimiza mambo yangu, na Bwana atathibitisha fadhili zake za milele. Sema: Mungu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo, sawa sawa na maneno yako, sawa sawa na kazi kubwa ambayo umeifanya kupitia Daudi, Mungu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba haja zangu ambazo nazileta mbele zako asubuhi ya leo, Baba uzitimize. Yesu zitimize. Yesu zitimize. Rikanda ramasaka. Baba timiza haja zangu. Baba timiza haja ya moyo wangu. Baba timiza haja ya moyo wangu. Robo shanda ramakuri. Rekeanda rabakusha. Rababa saka ramanda. Rokori baba santa rabakosha. Rabakori ya masanda ramakuria. Baba, temeza haja ya kijana huyu, temeza haja ya mama huyu, temeza ndoto ya baba huyu katika jina la Yesu Kristo. Ndoto ya binti huyu Bwana uitimize, haja yake ya kuolewa, haja yake ya kuzaa, haja baba huyu ya kupata kazi, haja ya uchumi kufunguka, haja ya kuona neema ikifunguka juu yake. Yesu Kristo mwana wa Daudi, rebe sendereko ya taraba kaya tasa landa rababa koriba sata rekayanda raba kushata ratata sata rabako randa rama koriba saka. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Baba natangaza, temeza haja ya utumishi wako, temeza haja ya watoto wako, in the mighty name of Jesus. Ramanduru kushata rakaba kariba shaka rata sata ramakusha rekeriba saka. Temeza haja mama huyu, temeza haja baba huyu, temeza haja kijana huyu, in the mighty name of Jesus. Baba udhihirishe utukufu wako na uweza wako ulio juu. Baba timiza haja mama huyu, haja baba huyu, katika jina lipitalo majina yote, Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Nichukue nafasi kuambia, panda sadaka kwenye namba ya Vodacom ya 0756 934 namba iliyoko hapo kwa skrini, na amini kwamba Mungu anaenda kutimiza haja yako. Naomba hiyo haja uliyoandika kwenye karatasi, andika kwenye WhatsApp nitumie, tasimama na wewe na Mungu atatimiza haja yako. Mungu akubariki sana. Nichukue nafasi kualika sana katika madhabahu ya Mlango Ukombozi hapa Gairo, Morogoro nchini Tanzania, bako Mungu anakutana na maelfu ya watu ili kuwahudumia na wewe kutana na neema. Shalom, 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 shalom.